Bana, vita ya ligi kuu Tanzania bara msimu huu mpaka hivi sasa ndio ambao tunaiangazia hapa, ambapo katika mechi ambazo tayari zimechezwa katika eneo la vinara wa mabao katika takwimu za wafungaji bora wa mabao ligi kuu mpaka hivi sasa katika raundi ya 6 ambao tayari wameshaonyesha makali yao. Si mwingine ni mshambuliaji Paul Peter. Moja kati ya mshambuliaji ambaye yuko bora haswa, alikuwa bora kwenye kikosi cha Dodoma Jiji msimu uliopita, lakini kwa msimu huu yuko na kikosi cha JKT Tanzania. Yeye akiwa na mabao takribani 3 mpaka hivi sasa, akiwa amecheza dakika 527, lakini pia akiwa na asisti 1 kwenye ligi kuu Tanzania bara, yani akiwa amehusika kwenye mabao takribani 4 kunako ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Huyu ndo Paul Peter Kasunda, moja kati ya striker ambaye ni machachari hatari kweli kweli. Lakini pia anayefuatia si mwingine ni Saleh Karabaka ambaye naye pia amefunga mabao 3 mpaka hivi sasa. Kwa hiyo wanaoongoza kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa idadi ya mabao mpaka hivi sasa ni Paul Peter pamoja na Saleh Karabaka. Kumbuka Saleh Karabaka anacheza kwa mkopo kwenye kikosi hichi cha JKT Tanzania, akitokea pale mitaa ya Msimbazi. Hawa ndio vinara wa mabao kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa, wakati kwa upande wa Saleh Karabaka akitumia dakika 361 kufunga mabao hayo 3, hana asisti yoyote. Paul Peter yeye ndio kinara kwa sababu tayari amehusika kwenye mabao 4 akiwa na asisti pamoja na mabao 3 hayo ambayo ameyafunga akitumia dakika 527. Kunako vinara wa ligi kuu Tanzania bara mambo yako namna hiyo. Lakini katika eneo ambalo watu wengi pia wanalifuatilia kwa ukubwa zaidi ni kwenye eneo la assist, top assist kwenye ligi kuu mpaka hivi sasa. Wataalamu wa kutoa pasi za mabao ndio ambao nawazungumzia hapa. Wataalamu wa kutoa pasi za mabao kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa katika raundi ambazo tayari zimeshachezwa. Pedro Pacome, moja kati ya kiungo bora kweli kweli ambaye yuko pale mitaa ya Jangwani, yeye mpaka hivi sasa akiwa na assist 2 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia kwa upande wa Limpanzu ambaye yuko pale mitaa ya Msimbazi, naye mpaka hivi sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara yupo na asisti 2. Lakini pia anayefuatia ni Abdi Banda huyu ni beki wa pembeni, moja kati ya beki ambaye yuko pale kwenye kikosi cha Dodoma Jiji. Yeye pia ana assist 2 kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa. Lakini kwa upande mwingine katika eneo la saving, goalkeeper ambaye amefanya saving nyingi kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa, huyu tunasema ni mkali wa kuokoa michomo langoni, ambaye kwa hivi sasa ni Rashid Abdullahi. Huyu ndiye ambaye anaongoza kwa hivi sasa kwa save nyingi kwenye ligi kuu Tanzania bara, ambaye anakipiga kwenye kikosi cha Fountain Gate, ambaye mpaka hivi sasa akiwa amecheza dakika 270 huku akiwa amefanya saving takribani 8 kwenye ligi kuu Tanzania bara, akiwa na clean sheet 3 kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa, akiwa na clean sheet takribani 3. Huyu si mwingine ni Rashid Abdullahi. Huyu ndio mkali wa 7 kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa kwa upande wa magolikipa. Lakini kwa upande wa namna ambavyo mambo yako kwa wakali wa msimu uliopita hapa namzungumzia Pedro Pacome pamoja na Jean Charles Ahoua. Hawa kwa nini nimewatarget? Kwa sababu mpaka hivi sasa tuzo za msimu uliopita kwenye ligi kuu Tanzania bara ambazo zinakwenda kutoka Desemba mpaka hivi sasa hazijatoka za msimu uliopita. Maana kwamba hawa ndio ambao walikuwa washindani wakuu kwenye msimu uliopita, ambapo mpaka hivi sasa wengi wanasubiri kuona, je, ni Pedro Pacome ama Jean Charles Ahoua ndiye ambaye atakayekwenda kuondoka na ile tuzo ya MVP wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa wakali hawa mpaka hivi sasa kwa msimu wa mwaka 2025-26
mpaka hivi sasa kwa namna ambavyo mechi wamecheza. Mpaka hivi sasa kwa upande wa Pedro Pacome amecheza mechi 3, lakini kwa upande wa Jean Charles Ahoua akicheza mechi 2. Pedro Pacome akitumia dakika 194, lakini kwa upande wa Jean Charles Ahoua akitumia dakika 112. Lakini kwa upande wa mabao mpaka hivi sasa Pedro Pacome ameshafunga bao moja, Jean Charles Ahoua pia akiwa amefunga bao moja. Wote tayari wameassist kwenye ligi kuu Tanzania bara. Pedro Pacome tayari ametengeneza assist 2 za mabao. Kwa upande wa Jean Charles Ahoua tayari naye pia ametengeneza assist 1 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kwa upande wa Jean Charles Ahoua mechi 2 amehusika kwenye mabao 2. Kwa upande wa Pedro Pacome mechi 3 naye pia amehusika kwenye mabao 3 mpaka hivi sasa. Sasa watu wanajiuliza, je, msimu huu hawa wakali wataendeleza vita yao kama ilivyokuwa kwenye msimu uliopita? Hapa ndio wengi ambao wanasubiri kuweza kuona kile ambacho kitakwenda kutokea. Lakini pia nafasi ambazo wametengeneza mpaka hivi sasa kwa upande wa Pedro Pacome katika mechi 3 ambazo amecheza akitumia dakika 194 ametengeneza nafasi 8. Ndizo ambazo ameweza kuzitengeneza, nafasi 8 ambazo ametengeneza. Lakini kwa upande wa Jean Charles Ahoua katika mechi 2 ambazo amecheza katika dakika 112 yeye ametengeneza nafasi 4 mpaka hivi sasa kunako ligi kuu Tanzania bara. Sasa tusubiri kuweza kuona kwa msimu huu ni nani ambaye atakayekuwa hatari kunako ligi kuu Tanzania bara. Je, ni Jean Charles Ahoua ama ni Pedro Pacome? Wote wakiwa pale mitaa ya Kariakoo, mmoja mitaa ya Wekundu wa Msimbazi na mwingine pia pale mitaa ya Jangwani, wakati wengi pia wakiendelea kusubiri tuzo za msimu uliopita, nani ambaye anakwenda kuwa MVP kunako ligi kuu Tanzania bara kwa ule msimu uliomalizika wa 2024-2025. Shukrani sana kwa kuendelea kuifuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Hakikisha una subscribe channel yetu. Bye bye. Tukutane tena wakati mwingine.